Baada ile sherehe ile usiku, kesho yake nilipata nafasi ya kuja kwa maharusi nyumbani kwao. Baada ya kufika kwa maharusi nyumbani kwao, hali na mkutano bi harusi nilishangaa. Wakati juzi yake usiku tulionana na akanipa pesa zangu. Nilimkuta na hali ambayo sio nzuri kabisa. Nikamuuliza imekuaje, akanihadisia, akaniambia bwana, ile tarehe 25 saa 4 asubuhi nikiwa nipo katika maandalizi ya kwenda saluni, aliangukiwa au alingatwa na kunguru kwenye kichwa chake. Baada ile hali kutokea, ndo yeye alipoteza fahamu na hali kazidi kuwa mbaya, na mpaka leo hii tunaongea na nyinyi Nyundo TV, bado bi harusi hali yake haijakaa vizuri. Bwana, mambo vipi na karibu mfuatiliaji wa YouTube channel ya Nyundo TV. Ni muendelezo kwenye kile ambacho tumekianzisha, kuzungumza na watu ambao kwa hakika naweza nikasema ungetamani kuwasikiliza kuhusiana na yale ambayo wamekuwa wakiyafanya, na nikukumbushe tu ya kwamba moja ya tukio ambalo limeibua hisia watu wengi sana ni kuhusiana na harusi ambayo iligharimu zaidi ya milioni 20, lakini maharusi wa kuweza kufika ukumbini. Kulia kwangu wamekaa moja kati ya watu ambao walikuwepo ukumbini pale. Moja kati ya watu ambao walilipwa ukumbini pale, moja kati ya watu ambao walikula lakini maharusi hawakufika ukumbini. Yeye ni nani? Na kwenda kuzungumza naye atuambie kile ambacho anafahamu kuhusiana na mkasa huu. Kubwa zaidi, kipi ambacho kilipelekea maharusi hawa wasifike. Dada, mambo? Safi. Poa. Niko poa kabisa. Tulizungumza siku 4 zilizopita tangu ile siku ya tukio. Labda kwa wale ambao kwa mara ya kwanza wanakuona muda huu, wafahamu na mwangalia nani? Wanamwangalia SMJ. Ndio jina ambalo nalitumia kwa sasa hivi. Pia wanamwangalia ni mpiga picha ambao alikuwa katika harusi ya Mr. and Mrs. Chirac. Yes. Ulikuwepo na uliona kila kitu ambacho kiliendelea pale? Nilikuwepo na niliona, najua kila kitu ambacho kilikuwa kinaendelea katika shughuli ile. Yes, kwa hiyo niko hapa kwa ajili ya kuelezea story nzima ambayo naifahamu kwa undani kabisa. Ulikuwa unadai au hudai mpaka siku ambayo ya tukio? Kwa maana kwamba maharusi walisha kulipa pesa zako kama mtu wa video, ama na wewe ni miongoni mwa watu ambao wanadai? Hapana, kwa kweli katika kuwadai sipo kabisa. Siwadai, walinipa pesa zangu zote cash. Maana mimi nilichukua timu nzima ambapo MC na mziki na masuala ya picha. Kwa hiyo hawanidai kitu chochote. Kwa hiyo wako vizuri tu katika malipo, nashukuru Mungu. Shughuli iligharimu zaidi ya milioni 20. Wewe binafsi ulikula shilingi ngapi kwenye milioni 20 ile? Kwenye milioni 20 mimi binafsi nilikula milioni 3 na laki 5. Milioni 3 na nusu. Ndio nilikula. Ambayo ni MC, mziki na nini hapo? Na production nzima. Bila shaka kuna baadhi ya vitu hujafanya kama kurekodi video ya maharusi nini hapo. Maana yake tunarudisha hizi pesa, ama ni kuna jinsi gani ambavyo wewe umefanya kuweza kucompensate kile ambacho kimetolewa na kazi ambayo ulikuwa uifanya? Kwa sasa na hitaji kuongea na maharusi au kuwatafuta maharusi ili niongee nao. Mimi ni binadamu, ni kweli wanilipa, na kweli shughuli tulifika na crew yangu nzima, na kweli tulifanya kazi na vijana wangu wote niliwalipa kwa wakati. Lakini kama binadamu natamani nikao nao chini maharusi, yani tupange tunafanyaje, kwa sababu kuhusu pesa kweli nusu yake ninayo nyumbani, na nachokihitaji kwamba aidha niwape hela hata robo, kwa sababu vijana nilikuwa nao na timu kwa niliwalipa, au nifanye kitu kizuri kikubwa niwaletee nyumbani ambacho hao wenyewe hawatoamini katika macho yao. Kwenye kufidia ile ambayo wameitoa. Yes. Kwenye uzoefu wako wa kazi ili ambalo limetokea maharusi kutokuhudhuria ukumbini, umeexperience kisasi gani? Uzoefu wangu wa kazi kwa kweli kwanza ni kitu ambacho toka nimeanza hizo kazi sijawahi kukiona. Kwa hiyo ni kitu ambacho cha maajabu sana katika maisha yangu, na nimepata historia ambayo kweli hivi vitu vipo, na kweli imani ambazo za kichawi
kweli nimeamini zipo na kweli zitaendelea kuwepo katika maisha yetu ya Tanzania. Ndio kitu ambacho nimekijua na nitaendelea kukidumisha katika maisha yangu, hata vizazi vyangu. Nitaambia kweli hivi vitu duniani ni vipo na mimi mzazi wenu nishie kushuhudia hili swala. Umeenda moja kwa moja kwenye imani za kichawi. Kwani kipi ambacho kilipelekea mpaka wao wasifike ukumbini, ama kipi ambacho kimekusukuma wewe uweze kusema kwamba uchawi upo? Baada ile sherehe ile usiku, kesho yake nilipata nafasi ya kuja kwa maharusi nyumbani kwao. Baada ya kufika kwa maharusi nyumbani kwao, hali na mkutano bi harusi nilishangaa. Wakati juzi yake usiku tulionana na akanipa pesa zangu, nilimkuta na hali ambayo sio nzuri kabisa. Nikamuuliza imekuaje, akanihadisia, akaniambia bwana, ile tarehe 25 saa 4 asubuhi nikiwa nipo katika maandalizi ya kwenda saluni, aliangukiwa au alingatwa na kunguru kwenye kichwa chake. Baada ile hali kutokea, ndo yeye alipoteza fahamu na hali kazidi kuwa mbaya, na mpaka leo hii tunaongea na nyinyi Nyundo TV, bado biharusi hali yake haijakaa vizuri. Kwa ni kitu ambacho cha ajabu na kitu ambacho kinasikitisha sana. Na sema hivi, nampa pole sana biharusi, nampa pole sana bwana harusi kwa hichi kitu kilichotokea, ila na imani kwa Mwenyezi Mungu yupo, basi insha Allah biharusi atakaa vizuri na atapona na maisha mengine yataendelea. Ili hii ni changamoto ambayo imewakuta ni kubwa sana. Ni kitu ambacho kinasikitisha. Hata mimi nilivyokuwa ukumbini nilihisi kama atakuja mpaka saa 10 nikasema hapa kweli shughuli hamna. Lakini nilipomkuta nyumbani kwa kweli hali yake sio nzuri, hali yake inasikitisha na hayuko sawa kabisa. Biharusi alingatwa na kunguru kichwani. Alingatwa na kunguru kichwani. Na nilimfunua kichwa chake, kuna alama imetokea, ni kama mtu kachukua shilingi imbandike kichwani. Kwa ile alama imetokea kama mtu amenyolewa na yani kama kipala cha mtoto mchanga. Ndio yule biharusi alipofanywa pale kichwani. Paka nikashindwa kuelewa huyu kunguru alifika na hela ilimgandisha au ni mguu wake. Akasema hapana, alivyo tu mdondoshia na kumngata na hivyo anguka pale, ndio hali ile ikatokea mpaka sasa hivi. Kwa haraka unawaza nini? Kipi ambacho chanzo cha kunguru aje mngate mtu kichwani? Kwa haraka ninachokiwaza kwa sasa hivi kwamba uchawi upo. Uchawi upo, tena upo sana. Yaani mimi nataka kuambia watu au kuambia Watanzania, jamani, tunapokuwa na shughuli au tunapokuwa na harusi au tunapokuwa na sherehe yoyote ile, basi tujitahidi kumcha Mungu, tujitahidi kumuomba Mungu kwa hali na mali, ili ile shughuli yetu ipite salama salimini. Uchawi kweli upo. Kwa hiyo dada nilivyomuona ana matatizo makubwa sana tu. Kama husda na husda kubwa, kwa sababu hii mara ya 4, na katika hizi mara 4 zote mimi katika vipengele hivi vyote mimi nipo na nashiriki kila hatua ya shughuli yake, na ndio maana naelewa mchakato wote wa shughuli yake. Kwa wale ambao huenda kwa ndo mara ya kwanza kuona video hii, wakumbushe maharusi wa kufika ukumbini ni shughuli ya 4 takriban kufeli. Ya kwanza ilifeli, ya pili ilifeli, ya tatu takriban ya 4. Walau kwa ufupi, hizi 3 za nyuma ilikuwaje sasa? Hizi 3 za nyuma kwa kweli ni historia ambayo sio nzuri. Ni historia ambayo inasikitisha. Shughuli ya kwanza kabisa kufeli, wageni waalikwa ambao walikuwa wanaenda kuoa, ile gari ya bwana harusi yani ndugu zake ilipata ajali mbaya sana. Na katika ajali ile ndugu mmoja wa bwana harusi maskini ya Mungu alipoteza dunia na mwingine alivunjika mguu. Na ndio maana ile shughuli ikafikia hatua ikaja ikafa, ambapo ile shughuli kesho yake ndio ilikuwa shughuli Bambata Hall pale. Bahati mbaya ndio huo mtihani uliotokea mzito na mkubwa sana, ile shughuli bahati mbaya ikaja ikafa. Shughuli ya pili nishaandaa crew yangu nzima, bwana biharusi na familia yake nzima walipata ajali mbaya maeneo ya hii njia ya Mbezi, Malamba Mawili kitu kama hiko. Walipata ajali mbaya sana. Na shughuli ya 3
kesho kutwa tunataka tuingie kwenye ukumbi. Shangazi wa bwana harusi alipata maradhi ya ghafla, akalazwa Mwananyamala, akafariki. Kwa ile shughuli imekufa kwa sababu bwana harusi, bi harusi walienda Ifakara kwa ajili ya kumzika yule marehemu. Na shughuli ya 4 ambayo ina masikitiko makubwa, ambayo tulijipanga kwa furaha, tulikuwa na furaha nzuri, lakini kwa kweli ni kitu ambacho cha majonzi sana. Maharusi hawakutokea ukumbini. Ni kitu ambacho kimestahabisha wale wageni waalikwa, wazazi baadhi ambao walifika ukumbini, wale wahudumu ambao walikuwa katika ukumbi walikuwa wananiuliza kuna nini? Kwa kweli hata mimi nilikosa majibu, nashindwa kuelewa nifanyeje, niwaambie nini hawa wageni walikuja ukumbini. Lakini nikapata moyo, nilipata nguvu, nikaambia ndugu zangu, tuendeleeni kucheza mziki, tuendeleeni kula, tuendeleeni kunywa, hakuna baya. Hivi vitu vilivyotokea ni vitu vya kawaida ambavyo changamoto zipo na mwanadamu yoyote yule kinaweza kikampata. Tuendeleeni kucheza, tuendeleeni kula, hakuna tatizo. Na kweli nashukuru familia ilinipa mamlaka ile shughuli nisimamie. Kweli watu walicheza japokuwa na majonzi, watu walikula japokuwa na majonzi, lakini ilipofika saa 9:30 nikamwambia jamani, shughuli imeishia hapa. Tunaomba radhi, kila mtu arudi nyumbani, tukagawa vyakula, tukagawa vinywaji. Basi shule yetu ikaishia pale kwa majonzi, ambapo mpaka leo hii mimi sipo sawa kabisa. Kuna tetesi ambazo zipo, hasa nimeziona kwenye comment, wanasema kutokufika maharusi ukumbini wamekwepa michango. Kama wewe umeshatembelea kwenye comment huenda kwa umeiona, kuna uwezekano kuna watu washawachangisha michango, wamechukua zile pesa wameamua kimbie nazo. Familia ilikupa mjukumu kwa maana kwamba mpaka muda huu na umesema shughuli zote nini ulikuwepo, huenda kawa ni mmoja kati ya watu wa karibu sana wa maharusi. Kwa vile ambavyo unavyosikiliza, ni kweli huenda kuna kiasi cha pesa cha watu walipokea cha michango wakaamua kimbie nazo, ama kuna nini hapa? Hapana. Hayo maneno ni waje tu wanatunga story, sio kweli. Hii shughuli kweli ilikuwa na vikao, na kweli vikao nilikuwa na shiriki. Baada ya shughuli ya kwanza kufa, ilitoka tu kiasi kidogo cha pesa ambazo hata shughuli singefana. Lakini baada hii mikasa 3 iliyopita ya nyuma, maharusi au biharusi au familia wao wenyewe walisimama imara, wakatafuta pesa kwa nguvu zao wenyewe, wakaita timu, wakalipa ukumbi, wakalipa mapambo, wakalipa kila kitu ambacho kilikuwa ukumbini kwa kutumia pesa zao wenyewe. Na laiti kama ingekuwa wamekimbia, ile shughuli singekuwepo, na ile shughuli watu wasingekula, watu wasingekunywa, kitu ambacho sicho cha kweli. Ndio maana ukumbi ulikuwa mzuri, mapambo mazuri, chakula kizuri, kila kitu kilienda kilivyotakiwa, ila tu maharusi ndo hakujaliwa kufika ukumbini. Lakini hizo story sio za kweli. Wasitunge story ambazo zitamfanya maharusi wazidi kujisikia vibaya. Hawa watu sasa hivi hawako sawa jamani. Tuombeeni wenzetu, ili jambo zito, jambo gumu sana. Fanya wewe imekutokea hii hali, fanya wewe mzazi, mtoto wako imetokea hii hali, utajisikiaje? Kwa jamani, tuombeeni hawa maharusi, wapo katika wakati mgumu sana. Hawakutegemea kukutana hili jambo. Maisha haya yapo jamani. Hili swala sio kweli, ila shughuli ilikuwepo na tulikula vizuri kabisa. Ni kweli kwamba hapakuwa na kamati shughuli ile? Ile shughuli ya 4 ilikuwa haina kamati. Ile shughuli ya 4 kamati walikuwa wenyewe maharusi. Ila mimi walinipa tu majukumu. Sikutoa pesa yangu hata 100. Bwana Semi, hela zetu hizi, simamia pale, nenda hapa, nenda pale. Lakini kusema kuna kamati ambapo hii shughuli ya 4 ilisimamia, kwa kweli hakuna. Unaona kutokuwepo na kamati huenda ndio imepelekea chanzo mpaka hali ya biharusi na maharusi kushindwa kufika ukumbini mpaka biharusi kuna hali? Hapana. Kamati ni utendaji tu, lakini sio kama eti mtu kama hana kamati shughuli haifanyiki. Shughuli ni hela.
Bila hela huwezi kufanya shughuli. Kamati tu ile kama ile bwana utasimamia pale, utaleta hiki, lakini hawatumii pesa zao, zile pesa ambazo zilichangwa na maharusi wakiongezea ndio shughuli inakuwa inafana. Lakini sio kwa sababu kamati haijaja ukumbini au haijatenda kazi zao kama shughuli imeharibika. Hapana, sio kweli. Shughuli ni pesa. Bila pesa hauwezi kufanya shughuli. Kitu ambacho sicho cha kweli. Sasa lolote la kumalizia labda ambalo sijakuuliza ama unaweza kuzungumza na Watanzania kwa hiki ambacho kimetokea. Wito wako ni upi kama ni mmoja ya watu ambao wadau unaweza ngasema hivyo ambao wapo kwenye maharusi kila kukicha? Mimi kitu ambacho natamani niongee na Watanzania sasa hivi, natamani hawa maharusi kwanza kabisa tuombe ili wakae sawa. Kiukweli biharusi yupo katika wakati mgumu sana. Tuombeni jamani. Mnavotuma comment, mnavyoandika comment, jueni hawa watu hamuwaoni. Mimi ndo nawaona, hali zao sio nzuri. Yaani hali zao zinasikitisha Watanzania. Tunaomba tu kama itawezekana labda tu ili tumweke sawa biharusi na maharusi, kama itawezekana labda tuwatoe japo tuwapeleke popote pale wajisikie vizuri, ndipo biharusi atakawa sawa. Lakini kama hakuna mtu ambaye anaweza kalifanya ile jambo likawa zuri, basi sio riski. Lakini biharusi hayuko sawa kabisa. Cha msingi kikubwa mno ni kumuombea, na yoyote ambaye alishiriki hii shughuli sifanyike. Kwa kweli amekosea sana, amekosea familia, amekosea wageni waalikwa, amewakosea wazazi wa biharusi, amemkosea na biharusi. Huyu paka akae sawa atachukua muda mrefu sana. Anaona fedhea, anaona kejeli. Wengine wanasema wewe si ulikuwa umekopa, wengine wanasema ulikuwa umeiba, kitu ambacho sio cha kweli. Jamani, maisha haya yalikuwepo ya huyu mwenzetu ni magumu sana. Mimi naomba niishie hapa, siko vizuri. Naomba niishie tu hapa. Bwana, ni mahojiano, ni mwendelezo kwenye kile ambacho tumekianzisha. Tulishazungumza naye pale ukumbini. Kama hujaiona hiyo video unaweza kuifuatilia chini siku 4 zilizopita. Tulifanya mahojiano naye tukiwa anatuelekeza kile ambacho kimejili, sababu pekee zilizosababisha maharusi wasifike ukumbini, na muda huu amezungumza kile ambacho nikifahamu. Pointi ni kwamba kuna imani ambazo wao wanaona za mkono wa mtu kwenye kufanya jambo lisiende. Hebu tuambie kwenye comment hapo kwa hiki ambacho dadangu amezungumza hapa, unahisi ni sahihi kwa kiasi gani? Lakini kubwa zaidi tuambie kwa hiki ambacho kimetokea, takriban shughuli ya 4, shughuli ambayo imegharimu zaidi ya milioni 20 kushindikana. Wewe unaonaje? Unahisi mambo haya kweli ni kirahisi? Mungu amesababisha hivi ama kuna mtu ambaye ametia mkono wake? Mwisho kabisa nikwambie, kama ndo mara yako ya kwanza kutazama hii video, basi usisahau kusubscribe ili kuendelea kupata mfululizo wa video zote nyingi na nzuri ambazo tumekuandalia. Thanks for watching.